taarifa nyingine ambayo inawahusu wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kukabidhiwa katiba mpya. Kinachofuata sasa ni utekelezaji kwa upande wa ule mwongozo ambao unaelekeza lazima wadhamini wawe watatu na makubaliano lazima yawepo, kisha zile 49% wazigawane, kama utaki unajengua. Ya sahi, kitu kizuri sana. Ni kitu ambacho mashabiki wa Simba, wadau wa soka Tanzania na wengine na barani Afrika, wale wa Simba na baadhi ya wanachama, ni kitu ambacho walikuwa nakililia kwa muda mrefu sana. Nafikiri walichokuwa nakililia ni kwanza ni mabadiliko ambayo mabadiliko haya transformation inaanza pia na mabadiliko ya katiba. Kwa hiyo katiba kama inabadilika, basi ujue mwelekeo wa mabadiliko ama transformation kwa upande wa Simba inaanza ya kufanyiwa kazi taratibu. Mpaka ilikuwa mwaka 2017 nafikiri, kama 18 ilikuwa 18 ndio walianza mchakato wa mabadiliko. Mpaka sasa na tunazungumza 2026, miaka 8 imepita, bado hapo kwenye mchakato huo. Kwa hiyo katiba mpya tayari imeshatolewa na Simba wameshakabidhiwa kutoka kwenye alikuwa ni msajili wa vyama vya msajili wa michezo Tanzania kutoka BMT, Baraza la Michezo Tanzania. Tayari katiba mpya ameshakabidhi Simba, na aliyepewa bila shaka ni mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye ni Murtaza Mangungu. Lakini kwa upande wa wanachama, ili sasa kule kwa upande wa wakurugenzi wao wanaendelea kuseti mambo, kwa sababu sasa hivi nafikiri hata kama katiba ya zamani ilikuwa ielezi hivyo, lakini Mo kama atahitaji kuendelea naye ni miongoni. Kwa hiyo Mo inawezekana ni mmoja, bado wawili. Kwa sababu katiba hii mpya haimtambui mwekezaji, ni watambua wawekezaji. Maana nikasema yule ni mmoja, bado mchakato wa wawili, ndio maana kuna baadhi ya mambo hayajakamilika. Kwa hiyo huwezi kusema unaweza kusema ni mmoja kwa upande mmoja, ama upande mwingine ukasema hatujapata pia upande wake wa pili, kwani yeye anasemaje? Kama anasema yeye hawezi kukaa na wengine wawili watatu kufikisha idadi ya watatu, au asilimia zitakuwa chache, naye kuna option ya kuondoka. Kwa hiyo mambo yako hivyo, lakini kwa katiba inadai haimtambui mwekezaji, natambua wawekezaji. Kama ni wawekezaji, basi zile 49% kutakuwa na mgawanyiko wa zile asilimia kwa wawekezaji watatu, wote wakubaliane kwamba huyu anachukua 20, huyu 10 na ngapi, mwisho wa siku 49. Nafikiri ni kitu kizuri sana, na ndio hapa sasa wanaenda kusawazisha yale ambayo yalikuwa yamejificha. Na msawazisho huo ni kwamba katiba mpya itakuwa haitambui bodi ya wakurugenzi kuitisha mkutano mkuu, bali inatambua upande wenye 51% ndio na nguvu kubwa ya kuitisha mkutano mkuu. Kwa sababu mfano kwa upande wa Yanga huwa wanaitisha nasema vikao mara 4 ndani ya mwaka. Kwa hiyo kwa Simba japata ufafanuzi, nafikiri ni kila mwanzo wa mwaka nafikiri. Na hisi baada ya kukamilisha kila kitu watatoa ufafanuzi kwamba labda tutakuwa tunafanya hivi na hivi, script ama mwongozo wa kila ambacho kitaendelea. Lakini pia taarifa nyingine tukiwa tunasalia kwa Simba ni kwamba beki wa kati Wilson Nangu jana amefanyiwa upasuaji nchini Afrika Kusini wa kifundo cha mguu baada ya kupata majeraha. Hivi ilikuwa ni ilikuwa ni Esperance, kitu kama hicho. Mchezo wa nyumbani ule Simba ambao walipoteza Benjamin Mkapa. Baada ya hapo nafikiri kinachofuata daktari atatolea ufafanuzi atakaa nje kwa muda gani. Kwa hiyo Simba wanapata pigo lingine. Alifanyiwa upasuaji Mohamed Abdulrazak Hamza, lakini pia fanyiwa upasuaji Wilson Nangu, wote ni mabeki wa kati. Kwa hiyo bado Simba wanapitia wakati mgumu. Lakini pia taarifa ambayo nimeipata ni kwamba Yanga baada ya kucheza mchezo wa
Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Mnawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.